Kama wewe ni mwanamke unasumbuliwa na tatizo la kuhisi maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa, basi hii video inakuhusu, kwa sababu nitaenda kukuambia ni mambo gani unatakiwa kuyafanya ili uweze kupona hilo tatizo lako. Kama ndio kwanza unaitazama hii video, basi video iliyopita niliweza kuzungumza ni sababu zipi zinapelekea mwanamke kuhisi maumivu anaposhiriki tendo la ndoa, na video hii nitakwambia ni sababu zipi, ni mambo gani unaweza kuyafanya ili kupona hilo tatizo. Karibu sana, naitwa Mombeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Kama bado hujasubscribe, subscribe, kwa sababu hapa ndo mahala pekee ambapo tunazungumza swala zima la kimahusiano, ndoa na kuweza kushauriana mambo mbalimbali kama haya. Twende tukafahamu ni kitu gani ama ni jambo gani la kwanza unaweza kulifanya ili kupona tatizo la kuhisi maumivu wakati wa tendo la ndoa. Jambo la kwanza unalotakiwa kulifanya kama wewe unahisi maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa ni kuongeza maandalizi. Ongeza maandalizi ya kimwili, kuchezeana sehemu mbalimbali ili uweze kulainisha mwili na kuweka tayari kushiriki tendo la ndoa. Na hii itasaidia kukutengenezea ule ute ambaye nilisema kwenye video ya kwanza, utakapoukosa lazima uhisi maumivu, kwa maana mtakuwa katika msuguano ambao utaumiza kuta zako na ile misuli midogo ya uke itakuwa ni migumu sana kufunguka, kwa maana mwili wako haujakuwa tayari kushiriki hilo tendo. Kwa hiyo jambo la kwanza la kufanya ni kuongeza maandalizi kabla mjashiriki tendo la ndoa. Jambo la pili unataka kulifanya kama wewe unahisi maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa ni kuongeza mawasiliano. Ni lazima uzungumze na mwenzako namna gani akifanya na kuumiza, namna gani asipofanya kuumizi. Ni namna gani akifanya unajisikia raha, ni namna gani asipofanya ama akifanya unajisikia maumivu. Haya mawasiliano ya wazi yataweza kuwasaidia nyinyi pia kuweza kujua kwa namna gani mnaliepuka hilo tatizo. Unajua mawasiliano yamekuwa ni kikwazo kwa watu wengi wanaposhiriki tendo la ndoa. Mwenzako anapokuingiza sehemu inakuuma, anakwambia inamuuma, anakwambia inaumia, wewe unaendelea kupush katika hiyo sehemu. Hiyo ni tabia ya wanaume wengi. Wanapohisi mwanamke anaumia, nao ndo wanazidi kukazana kukandamiza pale, wakiamini ndo wamemridhisha. Kwa hiyo lazima uongee na mwenzako kwa uwazi kabisa, kwamba mimi ukinifanya hivi, ukiniweka staili naumia, ukinifanya hivi naumia, ili tatizo kwa pamoja mweze kulikabili na kujua mnalitatua katika namna gani. Kwa hiyo mawasiliano ya wazi yatasaidia sana nyinyi kuwaepusha na ile tatizo la kuhisi maumivu wakati wa kufanya tendo la ndoa. Kwa unaweza ukajikuta unajiuliza kwa nini nahisi maumivu? Pia chunguza hayo maumbile ya mwenzako, unaweza ukayahimili, unayavumilia? Kama na maumbile makubwa, hilo ni tatizo pia. Ushanifahamu? Kwa ni lazima ujue ni namna gani unaweza ukazungumza naye. Kama akienda sana ndani, akiingiza yote inauma. Kama akifanya kwa nguvu inauma. Kama akifanya kwa namna gani inauma. Kama kuna staili fulani ukikaa unashindwa kumvumilia inauma, lazima umwambie. Kwa hiyo maumbile makubwa kupita kiasi ya mwanaume yanaweza pia kukupelekea wewe kupata maumivu wakati unashiriki tendo la ndoa. Jambo la tatu litakokusaidia wewe kutohisi maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa ni kutumia vilainishi pale inapobidi. Kama unahisi una tatizo la kukosa ute wakati wa kushiriki tendo la ndoa, vilainishi vitakusaidia kuwa mbadala wa ute. Lakini pia najua kuna yale mapenzi ya kuzima moto. Mwanaume haja kuandaa, ama sio mtu wa kuandaa, yani anapendaga tu kuingilia kabla hujakuwa tayari kimwili. Kuwa mnatumia mafuta. Na ndio hili nilisema kuweni na mawasiliano ya wazi. Kuwe na mafuta tu, hamna kuonana malaya. Kwamba wewe unatumia na mafuta, wewe sio mafuta umeweka hapa. Haya ni mafuta kwa ajili ya kulainisha uke wangu, kulainisha maumbile yako ili unaponiingilia nisipate kuumia. Kwa hiyo njia ya tatu ni kutumia vilainishi. Kama wewe una tatizo la kukosa. Njia nne ya kuzuia maumivu wakati unashiriki tendo la ndoa ni kutafuta tiba. Maana kutafuta tiba, kwenye video ya kwanza niliongea, kuna baadhi ya maradhi yanaweza yakakusababishia ama yakapelekea wewe kuhisi maumivu wakati unashiriki tendo la ndoa. Inaweza ikawa UTI, inaweza ikawa kaswende, inaweza ikawa gono, inaweza ikawa maambukizi mengine yoyote yale ya zinaa. Sasa lazima uende hospitali ukacheki baadhi ya changamoto zinazokukabili ambazo zinaweza zikawa zinapelekea wewe kujihisi maumivu. Na badala ya kutokea hapo, unaweza ukashangaa ukitibu hilo gonjwa ama ukitibu hiyo changamoto ya maradhi, basi hali yako inarudi kuwa sawa. Kwa lazima usikubali kubaki kimya, nenda ukacheki afya yako ya mwili ama ya via vyako vya uzazi. Njia ya tano ya kuzuia maumivu wakati unashiriki tendo la ndoa ni kupunguza msongo wa mawazo. Jitahidi kuwa umerelax wakati unashiriki tendo la ndoa. Jitahidi kutokuwa unawaza sana wakati unashiriki tendo la ndoa. Mambo ya vikoba achana nayo, mambo ya madeni achana nayo, mambo ya wivu achana nayo, mambo ya ugomvi achana nayo. Kama mlikuwa na migogoro au ugomvi na nini, achana nayo, na wakati unataka kushiriki tendo la ndoa akili yako iwe pale. Kwa sababu
Akili yako itakapokuwa pale, na maana utaweza kusupport ile tendo lifanyike vizuri. Lakini akili yako itakapokuwa pale, mwili nao pia utajiandaa na utakuwa tayari kupokea ama kushiriki hilo tendo. Kwa hiyo utulivu wa akili una mchango mkubwa sana katika namna ya wewe kujihisi ama kuhisi raha kushiriki tendo la ndoa. Vinginevyo utaendelea kuhisi maumivu. Njia ya mwisho ni kuwa na mawasiliano bora ya kihisia. Maana yangu, muwe na maisha bora ya kihisia, muwe na maisha ya uaminifu, muwe na maisha ya upendo, muwe na maisha ya kuzungumza ukweli, muwe na maisha ya kuheshimiana na kadhalika. Kwa sababu kuna baadhi ya wanawake wanaingia kitandani wakiwa na kinyongo. Jana alikufumania, jana alifuma message, leo hii ukimuingilia unamuingilia huku yeye akiwa na hasira, akiwa na kisilani, na ndio ile unakuta mwili una stuck, via vyake vya uzazi ama misuli midogo ya uke inakaza, anashindwa kukupokea kama mwanaume. Unakuta unamuingilia sasa kama unafanyaje? Kama unambaka. Na hapa pia nataka niendelee kuongezea ile la mwisho. Epukeni kufanya love sex, kufanya mapenzi ya nguvu. Zipo nyakati mwanaume anakuingilia kama anakubaka. Msiwe na utaratibu wa kufanya mapenzi kwa namna hiyo. Kama hiyo njia haikuumizi, it's okay. Lakini kama unahisi unaumiaga, basi hebu jaribu kutafakari kwamba hiyo inaweza ikawa ni moja ya sababu wewe inakupelekea maumivu mnaposhiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo jitahidini msiwe na rough sex. Hii pia itakusaidia sana. Tendo la ndoa limeumbwa kuwa la raha, sio maumivu. Ila kama wewe ukishiriki tendo la ndoa unahisi maumivu, basi jua mwili wako kuna ujumbe fulani unakufikishia ambao haraka sana inabidi uresponding na kuweza kutafuta suluhu ya tatizo hilo ni nini. Ulikuwa na mimi Mombeki Crispin, nimekusaidia kukwambia mambo gani ama njia zipi unaweza kuzitumia ili kuondoa hilo tatizo la kuhisi maumivu wakati unashiriki tendo la ndoa. I hope hizi njia zitakusaidia na utaenda kuzijaribu. Utaniambia hapo katika comment ni njia gani utaenda kujaribu ama ni njia gani ilikuwa inakusababisha wewe kuhisi maumivu wakati unashiriki tendo la ndoa. Niambie pia changamoto yako katika namna, utaniandikia pia changamoto yako na mimi nitaweza kukujibu katika ujumbe wa comment hapo. Usiache kusubscribe kwa maana hapa ndio sehemu kubwa sana na sehemu muhimu sana tunakutana na kuzungumza masuala ya kimahusiano kwa mapana kabisa. Ulikuwa na mimi Mombeki Crispin mwanzo mpaka mwisho wa hiki kipindi. Nakwambia hivi, mwisho wa kipindi ni mwanzo wa kipindi kinachofuata. Nikuage tu kwa sasa. Bye bye.